Je, umewahi kujiuliza ni nini kinapotea unapopuuza swala za sunna, rawatib? Wengi wetu tunajitahidi kuswali faradhi 5 kwa siku. Na hilo ni jambo kubwa, jambo la msingi sana katika dini yetu. Lakini kuna kitu kinapotea kimya kimya. Kitu ambacho wengi hatukitilii maanani. Na hicho ni swala za sunnatur rawatib. Leo hebu tuchukue muda kidogo. Tutafakari pamoja. Ni nini maana ya rawatib? Ni zipi? Na kwa nini kuziacha ni hasara kubwa kuliko unavyodhani? Rawatib ni zile swala za sunna zinazofungamana na swala za faradhi. Zipo kabla ya faradhi na zingine baada ya faradhi. Mfano, kabla ya dhuhur rakaa 4, baada ya dhuhur rakaa 2, baada ya maghribu rakaa 2, baada ya isha rakaa 2, na kabla ya fajri rakaa 2. Hizi si swala za lazima, lakini si za kupuuza pia, kwa sababu hizi ndizo zilikuwa ibada za kudumu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini rawatib ni muhimu sana? Kwanza, ni njia ya kujikurubisha kwa Allah. Allah anapenda sana mja anayemkaribia kwa sunna baada ya kutekeleza faradhi. Pili, ni kinga ya swala zako za faradhi. Unajua siku ya Kiyama, swala ya kwanza kuulizwa ni swala ya faradhi. Lakini ikionekana ina mapungufu, Allah ataangalia sunna zako, zitachukua nafasi ya mapungufu hayo. Subhanallah. Fikiria, rawatib zako zinaweza kuwa sababu ya swala zako kukubaliwa. Sasa hebu tuangalie hali halisi. Wengi wetu tunaswali faradhi kwa haraka, na tukimaliza tunainuka na kuondoka. Hakuna sunna, hakuna kuongeza ibada, kana kwamba tunafanya tu wajibu kisha tunasepa. Lakini jiulize, kama unampenda Allah kweli, kwa nini usiongeze juhudi kidogo? Kwa nini uishie pale pale tu? Kuacha rawatib kuna athari gani? Kwanza, unajinyima thawabu kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuswali rakaa 12 za sunna kila siku atajengewa nyumba peponi. Sasa fikiria, kila siku unapoziacha, unapoteza nafasi ya kujengewa nyumba yako peponi. Ni hasara gani hiyo? Pili, unapunguza uhusiano wako na Allah, kwa sababu rawatibu ni ibada ya khiari, na ibada ya khiari ndiyo huonesha mapenzi ya kweli. Mtu anayefanya zaidi ya wajibu, huyo ndiye anayempenda Mola wake kwa dhati. Tatu, unapunguza khushu katika swala zako. Rawatib zinakuandaa, zinakutuliza, zinakufanya uingie katika swala ya faradhi ukiwa tayari. Lakini ukiingia moja kwa moja faradhi bila maandalizi, moyo unakuwa bado uko duniani. Kwa nini watu wengi wanaacha rawatib? Sababu ni nyingi. Wengine wanasema sina muda, lakini ukweli ni kwamba ni dakika chache tu. Wengine wanasema nimeswali faradhi tayari, inatosha. Lakini hii ni fikra hatari, kwa sababu ibada si kiwango cha chini. Ibada ni jitihada ya kumridhisha Allah zaidi. Wengine wanasahau tu, na wengine hawajui umuhimu wake. Lakini sasa wewe unajua, na kujua ni jukumu. Sasa tufanye nini? Anza kidogo, usijilazimishe yote kwa siku moja. Anza na sunna za fajr, rakaa 2 tu. Hizi ndizo zilikuwa muhimu sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha ongeza kidogo kidogo, baada ya dhuhur, baada ya maghrib, mpaka iwe sehemu ya maisha yako. Tengeneza tabia, usisubiri hisia. Fanya iwe ratiba. Kama unavyokula, kama unavyolala, fanya rawatibu iwe sehemu ya siku yako. Kumbuka, rawatib si mzigo, ni fursa. Ni nafasi ya kuongea na Allah zaidi. Ni nafasi ya kuongeza daraja zako. Ni nafasi ya kujenga akhera yako. Ebu tafakari kidogo. Siku ya Kiyama utasimama mbele ya Allah na utaona nafasi zako zilivyokuwa karibu, lakini ukazipoteza kwa sababu ya uvivu au kupuuza. Je, utajisikiaje? Ndugu yangu, usiwe miongoni mwa wanaofanya ibada kwa kiwango cha chini kabisa. Jitahidi hata kidogo, lakini kwa kudumu.
Rawatibu ni siri ya watu walio karibu na Allah, ni daraja ya waliofanikiwa, ni kinga ya swala zako. Ewe Allah, tujalie tupende swala, tujalie tupende sunna, na utufanye tuwe miongoni mwa wale wanaokukaribia kwa ibada, kwa moyo wa kweli. Amini. Anza leo, hata kama ni rakaa 2, lakini usiache tena, kwa sababu hujui, huenda hizo ndizo zitakuokoa kesho. Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.